Hope, living stone, tumaini la uzima. Hallelujah. Alafu kuna oda kutoka juu kuja chini. Kama tulikuwa tufanye mkutano mkuu tarehe ngapi? Tarehe 2 au 1? 2. Tulikuwa tufanye leo, ilikuwa tukutane hapa tarehe 2. Lakini ikatoka oda mkoani kwamba tarehe 2 hiyo tutakuwa na semina ya wanafunzi na Mwakasege. Kikawaida kiongozi wako wa juu akikupa jukumu, hata kama amekwambia naomba, hiyo kusema naomba ni hekima tu ya kuongea na wewe, lakini hiyo ni oda. Anachosema mwenyekiti pale kwenye tawi ni oda, inatakiwa mtekeleze. Ni lazima, hata kama amesema jamani nawaombeni tufanye hivi na hivi, ni lazima. Kwa nini? Kwa sababu ni kiongozi wako, ndio yuko juu, na yeye inawezekana alichokuagiza naye ameagizwa wilayani, na wa wilayani inawezekana ameagizwa mkoani, na wa mkoani inawezekana ameagizwa na taifa. Kwa ikishakuja ni jambo la kutekeleza, halina tena cha kujadili. Linajadiliwa jambo lililotoka katikati yenu, halijadiliwi jambo lilotoka juu. Bwana apewe sifa. Rafiki zangu, huenda Mungu atawabariki, utakuja kuwa wazee wa kanisa, au utakuwa mkuu wa wilaya mahali, au utakuwa headmistress au headmaster mahali, au utakuwa dokta mahali, labda utakuwa mbunge, utakuwa waziri. Shika hilo, usije ukabishana kitu ulichoagizwa kutoka juu. Ukibishana una sifa ya kuwa kiongozi. Kwa viongozi makini huwa wanawaza jinsi gani watakuondoa, maana unawekea usiku. Wewe unakuwa ni blockage, wewe unakuwa ni kitu cha kublock. Kazi ya kiongozi ni kuconnect viongozi wake wa juu na hao walioko huku chini. Ukishakuwa kwenye wilaya yako, wewe kila agizo linalotolewa na serikali wewe unaliletea tena vikao. Hufai kuwa mkuu wa wilaya, unatakiwa uondolewe. Aje mtu ambaye ataweza kufanya kazi na mkuu wa mkoa, aje mtu ambaye ataweza kufanya kazi na waziri. Atapewa jukumu hata kama ni zito, alibebe kwa uchungu, alihakikisha linatekelezeka. Kama unaelewa nipungie mkono. Shika hiyo. Ukiwa mwalimu wa taaluma, hupaswi kushindana na headmaster au headmistress wako kwenye kikao. Kama una jambo la kumshauri, mnashauriana kabla mjatokea kwenye kikao. Mkitokea kwenye kikao, mnatetea ajenda yenu moja. Na kama kiongozi wako wa juu hashauriki, anatoa oda za ajabu ambazo hazitekelezeki, kuliko ushindane naye, bora ufunge mdomo wako, ili akikwama asiseme ni wewe umemkwamisha. Bwana apewe sifa. Ni kosa na ni laana pia. Haleluya. Angalieni viongozi wakubwa kwenye hili taifa, fuatilieni viongozi wakubwa kwenye taifa waliowahi kupita. Ukiwafuatilia walikuwa wenye viti wa UKWATA shuleni. Ukiwafuatilia unakuta alikuwa head boy shuleni. Ukimfuatilia unakuta alikuwa president chuoni. Kwa hiyo don't take it, usichukulie simple kinafasi ulicho nacho. Rafiki yangu, usichukulie simple. Mwenyekiti wa wilaya, mwenyekiti wa mkoa, usichukulie simple. Mwenyekiti wa tawi, usichukulie simple. Huwezi jua wewe ni nani. Huwezi jua Mungu anakuandaa kuwa nani. Hallelujah. Sasa nataka ni kuencourage kwamba chukua mafundisho haya ya bebe kwa uzito, kwa sababu hujue nani kesho kutu. Hoja ya msingi. Kuna njia 2 ya kutoa oda. Kuna channel 2 za kupitisha oda. Kutoka chini kwenda juu, kutoka juu kwenda chini. Nimezungumzia kwa habari ya kutoka chini. Kwa habari ya juu nasema huna mamlaka ya kupinga kilichosemwa kutoka juu, hata kama hakikupendezi. Una nafasi ya kukipinga mkiwa kwenye kikao saa ya kupanga. Bwana apewe sifa. Kama mnasema UKWATA graduation ya UKWATA watu wachange 10,000,
kwenye hicho kikao, pinga kwa nguvu zako zote. Wakikushinda kwa hoja, una nguvu ya kupinga tena, inatakiwa upambanie hiyo 10,000 ipatikane. Bwana apewe sifa. Sio kama unanielewa. Narudia tena. Yaani mko mnapanga graduation ya UKWATA. Mmesema wewe unasema 5,000, wao wanasema 10,000. Umetoa hoja zako za msingi, wamekushinda. Jamani, wanaosema 10,000 wakanyosha wengi, wanaosema 5,000 ukanyosha wewe peke yako, au mkanyosha 10. Wale wengi walioshinda, mkishatoka pale mnaungana, mnakuwa kitu kimoja. Bwana apewe sifa. Mkiwa kwenye maamuzi mnakuwa makundi mawili au matatu, lakini ajenda ikishapita hakuna kupinga tena. Munaangalia sasa mtafanyaje hilo jambo litekelezeke, hata kama ilikuwa wazo lako. Alafu likifeli, kikao kinachokuja unasema jamani, mimi nilishauri hapa, mbona mlinipinga? Siku nyingine ukitoa wazo watakuheshimu kwa sababu watakuwa wana marejeo. Bwana apewe sifa. Lakini ukitoka hapo ukaenda kupiga vijembe, kukwamisha ile 10,000 isitoke, mkirudi kwenye kikao kingine utawaambia jamani, mimi nilisema 10,000 mkanipinga. Watakwambia tumekwama kwa sababu ni wewe ulienda kueneza umbea, watu hawakutoa. Kwa hiyo wewe utashindwa kujipima na wao pia watashindwa kukupima. Lakini mkishaamua jambo, ukaamua kulipambania kwa nguvu zako zote, na kila mtu akaona kwamba unalipambania japokuwa haikuwa wazo lako, mkirudi kwenye kikao kufanya tathmini, utakuwa na ujasiri wa kusimama. Jamani, naomba mara nyingine nikichangia kitu hapa mwe mnanisikiliza, na watakusikiliza. Na wakikusikiliza mara moja mkitoboa, itakuwa ndio forever wanakusikiliza. Bwana apewe sifa. Lakini ukiwa mtu kupinga, utashangaa siku kikao kinaitwa uambiwi. Maana unawaza ukija tu utawekea usiku, alafu rekodi zako zinatunzwa. Siku umekuwa mbaba mkubwa kama tulivyokuwa tunaongea jana, unashangaa hizo rekodi zinaingia. Huyu jamaa tulikuwa naye UKWATA, kila tulichokuwa tunaongea alikuwa anapingaga. Tayari unaenda kukwama. Bwana asifiwe. Kama unaelewa nipungie mkono. Hallelujah. Ningependa nitoke hapo. So inataka kiwango cha utii ili uweze kuyafanya haya.